Tume ya kuchunguza matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka uliopita imetoa mapendekezo 11 ambayo ni pamoja na upatikanaji wa katiba mpya ili tumike katika chaguzi zijazo. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA umefanya ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 21.4 zinazoingia katika uwanja utakaotumika kwa mashindano ya AFCON jijini Arusha. Zaidi ya watoto 250 wenye matatizo ya vichwa vikubwa na mgongo wazi wanatarajiwa kupatiwa matibabu katika hospitali ya tiba ya mifupa Muhimbili Moi kwa msaada wa wadau wa maendeleo. Na Umoja wa Ulaya umetangaza kuwa watatoa kiasi cha euro milioni 275 kama msaada wa kiutu kwa ajili ya watu wanaoishi katika maeneo yenye migogoro Afrika Magharibi na Afrika ya Kati. Habari za wakati huu mtazamaji, karibu katika Upendo TV Habari. Jina langu ni Rose Palanjo, nitakusomea habari za kitaifa na hapo baadaye Jilensi Kawicha atakusomea habari za kimataifa. Na kisha mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA watakuleta utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Tuanze na habari za kitaifa tukianzia hapa jijini Dar es Salaam. Tume ya kuchunguza matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka uliopita imetoa mapendekezo 11 ambayo ni pamoja na katiba mpya ipatikane ili itumike katika chaguzi zijazo, kuunda tume ya maridhiano ya kitaifa katika nyanja za kijamii, kisiasa na kiuchumi, pamoja na sheria ya tume huru ya uchaguzi itekelezwe kwa ukamilifu ili kuondoa malalamiko ya vyama vya siasa kuhusu uhuru wa tume. Akiwasilisha ripoti ya uchunguzi huo, mwenyekiti wa tume hiyo Jaji mstaafu Mohamed Chande amesema tume imebaini kuwa kilichotokea wakati wa uchaguzi ni ghasia na sio maandamano ya amani, ambapo watu 518 walifariki dunia na wengine 2390 kujeruhiwa, huku akisisitiza umuhimu wa kuyafanyia kazi malalamiko ya wananchi. Serikali kutenga siku ya maombolezi ya kitaifa kuwakumbuka Watanzania zaidi ya 500 waliofariki kwenye ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. 3 ni serikali iweke mkakati na kutengeneza rasilimali kwa ajili ya utoaji wa huduma za msaada wa kisaikolojia na kijamii, pamoja na kufanyika kwa tathmini ya haraka rapid assessment ya athari za kisaikolojia na kijamii katika maeneo yaliyoathirika na ghasia za Oktoba 25. 4 ni maoni ya tume kwamba ni muhimu katiba mpya ipatikane ifikapo 2028 ili itumike katika uchaguzi ujao wa serikali ya mitaa mwaka 2020 na uchaguzi mkuu mwaka 2030. Aidha, Jaji Chande amesema thamani ya mali zilizoharibiwa ni zaidi ya shilingi bilioni 125, huku akishauri uchunguzi wa kina kufanyika ili kubaini matumizi mabaya ya silaha. Serikali ina wajibu kupitia jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha usalama wa raia na mali zao, na inapotokea hali yoyote inaweza kuhatarisha usalama, serikali kupitia vyombo hivyo inapaswa kuchukua hatua stahiki ya kurejesha utulivu kwa mujibu wa sheria na miongozo. Pale ambapo hatua zilizochukuliwa zimesababisha madhara kwa raia kutokana na matumizi ya nguvu ya afisa au maafisa wa vyombo vya ulinzi na salama, basi upelelezi wa haraka uhuru kikamilifu unatakiwa ufanyike kwa mujibu wa miongozo yetu nchini, ya kikanda ya kimataifa. Lengo ni kulinda amani ya wananchi kwa serikali na vyombo vyake ili kuhakikisha dosari hazijirudii. Akizungumza mara baada ya kupokea ripoti hiyo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali imepokea mapendekezo yaliyotolewa na ameahidi kuyafanyia kazi, ikiwemo kuundwa kwa tume ya maridhiano itakayoliunganisha taifa tena, huku akiomba Watanzania ushirikiano. Kwa vyovyote vile, walioumizwa na tukio lile ni sisi Watanzania. Ni sisi tuliopoteza watoto wetu. Ni sisi tuliopoteza ndugu zetu, jamaa na marafiki zetu. Kwa hali yoyote ile, walioathirika ni Watanzania kwa ujumla wetu. Haiwezekani mtu mwingine asiye Mtanzania
awe na uchungu zaidi kuliko sisi wa Tanzania. Haiwezekani. Lau kungekuwa na uwezekano, tunatamani siku zirudi nyuma. Yaliyotokea Oktoba 2025 yawe hayakutokea, na historia ijiandike upya ili tuweze kufuta doa tuliloingia. Mapendekezo mengine ya tume hiyo ni kuunda tume ya kijinai ili kuchunguza matukio jinai ya wakati wa vurugu za uchaguzi mkuu, kutenga siku ya maombolezo ya kitaifa kuwakumbuka Watanzania waliofariki kwenye ghasia, serikali iweke utaratibu kwa waliopata majeraha kupata usaidizi ikiwemo viungo bandia, jeshi la polisi liunde utaratibu wa kurudisha mahusiano na wananchi, pamoja na serikali na vyombo vya dola vitekeleze majukumu yake kwa kuzingatia uwazi. Kutoka mkoani Kilimanjaro, mtazamaji, turejee tena jijini Dar es Salaam ambapo zaidi ya watoto 250 wenye matatizo ya vichwa vikubwa na mgongo wazi wanatarajiwa kupatiwa matibabu katika hospitali ya tiba ya mifupa Muhimbili MOI kwa msaada wa wadau wa maendeleo. Akizungumza baada ya kusaini nyaraka za mashirikiano na benki ya Azania, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya MOI, Balozi Dr. Mpoki Ulisubisia, amesema katika kusherehekea miaka 30 ya kuanzishwa kwa MOI, taasisi yake ina mpango wa kuwafikia wananchi wengi zaidi kupitia mbio za riadha zitakazofanyika mwezi Oktoba, zikiambatana na ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya kusaidia watoto wenye matatizo hayo. Tunategemea kuwa na mbio za marathon, inaitwa MOI Marathon, tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka huu. Sasa kama hii taasisi ilizinduliwa rasmi tarehe 17 mwezi wa 6, maana yake ni kwamba tutakuwa na shughuli nyingi zinaendelea, zitahitimishwa na MOI Marathon. Na tulipoweka hili tangazo hadharani, katika wadau ambao walijitokeza mara moja, hakuna aliyezidi Azania Bank. Kwa hiyo napenda kuwashukuru sana kwa kutambua umuhimu wa tukio hili, si tu katika historia ya taasisi yetu, lakini katika kuhakikisha kwamba yale ambayo yanawezekana kufanyika yanafanyika. Tunategemea kwamba ujio wa Azania Banking utasaidia sana kuleta afua kwa wagonjwa ambao wanakuja kwa wingi katika taasisi yetu wakiwa na matatizo ya vichwa vikubwa na mgongo wazi. Mkurugenzi wa maendeleo ya biashara wa benki ya Azania, Yahaya Bank, amesema watachangia zaidi ya milioni 200 kila mwaka kwa miaka mitatu ili kuendelea kuunga juhudi za serikali na taasisi za umma kurahisisha upatikanaji wa huduma za matibabu kwa wananchi wasiomudu gharama za matibabu ya magonjwa hayo ya ukubwa wa kichwa na mgongo wazi kwa watoto. Mfuko huu wa MOI Marathon unalenga kukusanya rasilimali kwa ajili ya lengo hili muhimu kwa mwaka 2026. Na nakuhakikishia mkurugenzi mtendaji, sisi kama Azania tutashiriki kwenye marathon. Tuna timu kubwa kabisa. Ushirikiano huu unaakisi falsafa pana tulionayo kama taasisi ya fedha kuwa maendeleo endelevu yanawezekana pale sekta binafsi inaposhirikiana kwa karibu na taasisi ya umma na kijamii katika kutatua changamoto halisi za jamii. Tunaona jamii ina changamoto nyingi ambazo serikali pekee haiwezi kuzimaliza. Huko mkoani Songwe, sekta ya afya mkoani humo imeendelea kupiga hatua kubwa kufuatia juhudi za serikali katika kuboresha miundombinu ya huduma za afya, ikiwemo ujenzi wa majengo mapya na usambazaji wa watumishi wa afya, hatua itakayokuwa kama chachu muhimu ya kuinua ubora wa huduma na ustawi wa wananchi. Taarifa ya Nicholas Ndabila kutoka mkoani Songwe inafafanua. Akizungumza na wataalamu, wafanyakazi, watumishi pamoja na wananchi katika ufunguzi wa kambi ya madaktari bingwa bobezi katika hospitali ya rufaa mkoa wa Songwe, kambi inayotarajia kudumu kwa siku 4 mfululizo, mkuu wa mkoa huu Jabil Makame amesema serikali imefanya jitihada kubwa katika kuboresha utolewaji wa huduma za afya kwa ngazi zote ili kuwahudumia wananchi. Baadhi ya halmashauri hatakuwa na hospitali za wilaya, hospitali za halmashauri, lakini sasa hivi tunapozungumza hatuna halmashauri yoyote ambayo haina hospitali ya halmashauri au hakuna wilaya yoyote ambayo haina hospitali ya wilaya.
lakini vituo vya kutolea huduma kwenye ngazi ya hospitali za vituo vya afya vimeongezeka, lakini zahanati pia zimeongezeka maradufu, na kubwa zaidi tunajivunia kwamba mkoa wa Songwe pamoja na uchanga wake, lakini na sisi tumeingia kwenye orodha ya mikoa ambayo ina hospitali yake ya rufaa ya mkoa ambayo tayari imeshaanza kutoa huduma, na tunaambiwa hapa zaidi ya bilioni 16 zimetumika kuweza kujenga miundombinu, lakini hali kadhalika kuweza kununua vifaa tiba pamoja na vitendanishi kwa ajili ya kuweza kusaidia huduma za kutolea huduma za afya kwa wananchi. Nilikuwa nazungumza hapa na mganga mfawizi wa hospitali yetu ya rufaa, ameniambia katika kipindi cha mwaka huu wa fedha mpaka sasa zaidi ya wataalamu au madaktari 100 wamepatikana, 160 wameajiriwa na wameletwa kwenye hospitali yetu ya rufaa, lakini kwenye hospitali zetu za wilaya pamoja na vituo vyetu vya afya na zahanati nako pia wataalamu wamepelekwa, na kazi ya kuendelea kuajiri wataalamu wao inaendelea ili kuhakikisha vituo vyetu vyote vya kutolea huduma za afya vinakuwa na wataalamu ili waweze kutoa huduma zinazohitajika. Katika hatua nyingine, Makame ameeleza kuwa dhumuni na lengo kuu la kambi hiyo ni kuwasaidia wananchi waweze kupata huduma za kitabibu kwa karibu, tofauti na hali iliyokuwepo hapo awali ambayo ilikuwa ikiwalazimu wananchi kutumia gharama kubwa ili kusafiri mikoa mbalimbali kwenda kuzifuata huduma za kibobezi na za kibingwa. Kwa hiyo kambi hii imeanzishwa, lengo ni kuweza kuwasaidia wananchi kupata zile huduma za kibingwa na bingwa bobezi ambazo wananchi wamekuwa wakisafiri umbali mrefu kutoka kwenye mkoa wetu kwenda eza katika hospitali za kanda ya Mbeya au kwenye hospitali zingine za kanda kwa ajili ya kupata hizo huduma, kwa sababu imekuwa ikiwaongezea gharama za nauli, lakini pia wakati mwingine na gharama zingine ambazo zimekuwa zikiongezeka kutokana na huduma hizo kutozipata ndani ya mkoa wetu. Kwa hiyo lengo ni kuweza kuwasogezea huduma wananchi, lakini waweze kupata zile huduma ambazo zimekuwa hazitolewi katika hospitali yetu. Na mpaka sasa tumeambiwa hapa kwa siku tu ya kwanza zaidi ya wananchi 300 tayari wameshapata huduma. Mganga mkuu mfawidhi mkoa wa Songwe Dr. Boniface Kasurulu ameeleza kuwa mkoa umefanya jitihada za kuendesha kambi hizo kwa ngazi za halmashauri, huku daktari bingwa wa magonjwa ya moyo kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa Dr. John Mgela akieleza kuwa hawajaja tu kwa lengo la kupeleka huduma za kibingwa maeneo ya pembezoni, bali kupeleka elimu na uzoefu kwa madaktari wengine ili waweze kuwahudumia wananchi kwa ukaribu zaidi. Hii si ya kwanza, zipo ambazo tumefanya ngazi ya halmashauri. Tuliweka kambi hapa Mbozi kwa maana ya kutumia madaktari wetu kutoka hospitali hii ya rufaa ya mkoa, lakini na kualika madaktari nafikiri kutoka hospitali ya kanda. Lakini hii ni awamu nyingine ambayo imekuwa na mjumuiko wa madaktari kwa idadi kubwa zaidi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, niliseme hili na wananchi wafahamu kwamba hii pia ni utekelezaji wa maelekezo ambayo ulitupatia. Sio tu kuja kuhudumia wananchi katika maeneo ya pembezoni, lakini pia kutoa elimu na kuwajengea uwezo wenzetu, kwa sababu kuna magonjwa ukiyapata hapa, hata kama utakuwa na ndege utaweza kufika sehemu ambapo huduma inapatikana. Kama hapa huwezi kupata msaada wa karibu. Kwa hiyo ni wajibu na ni jukumu letu, na tunajua serikali jinsi gani imewekeza katika huduma za afya ili tuendelee kuboresha na kusaidia wananchi wetu. Nikiripoti kutoka hapa halmashauri wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, Nicholas Ndabila, Upendo TV, amani kwa wote. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Singida. Wilaya ya Iramba mkoani humo imeweka mkakati wa kuwawezesha vijana kiuchumi kwa kuhakikisha wanapata leseni rasmi za uchimbaji wa madini, hatua inayolenga kupunguza ukosefu wa ajira na kuongeza mchango wa sekta ya madini katika uchumi wa ndani. James Stanley kutoka Singida anaripoti. Akizungumza katika kikao cha chama kilicholenga kupokea na kujadili taarifa za utekelezaji wa shughuli za serikali kwa kipindi cha Januari hadi Disemba 25, mkuu wa wilaya Iramba Suleiman Mwenda amesema serikali itaendelea kusimamia kwa karibu shughuli za maendeleo, huku ikitoa kipaumbele kwa vijana katika fursa za kiuchumi. Matokeo yake ni kwamba vijana wengi katika wilaya yetu ya Iramba wameshindwa kupata elimu, kuwa na uelewa na kuwa sehemu ya wamiliki wa mali hii ambayo inapatikana
katika wilaya yetu ya Iramba. Vijana wengi katika wilaya ya Iramba hawana leseni za uchimbaji. Jambo hili lilipofika katika serikali, tukasema tuliwekee mpango kazi. Tumejipanga sasa kama serikali kuhakikisha sisi kama serikali tunawasaidia vijana wetu kupata leseni kwanza, lakini la pili, kuwawezesha mtaji wa kuanza kuchimba na kuanzisha maduara katika leseni wanazozimiliki. Katika taarifa hiyo ya mwaka, Mwenda pia ameeleza mafanikio na changamoto katika sekta muhimu ikiwemo kilimo na elimu, akibainisha kuwa uwekezaji katika miradi ya shule na uzalishaji wa kilimo ni nguzo muhimu za maendeleo endelevu ya wilaya hiyo. Taarifa juu ya mazao ya kilimo, tumeendelea kufanya vizuri mwenyekiti sana. Nilipokuwa nimefika najitambulisha mwaka 2021, mtakumbuka nyie, naomba pale mwananchi anawasilisha kero yake, anasema serikali isaidie kupeleka chakula cha msaada Urugu kwa sababu hawajavuna na wana njaa. Tukaweka mkakati kama serikali. Kuanzia mwaka 2022 hatujawahi kushuka katika kilimo kwenye wilaya hii. Iramba tutavuna vizuri sana. Jumla ya miradi ya barabara 14 imetekelezwa. Tumetekeleza miradi 88 yenye jumla ya bajeti ya shilingi bilioni 3 na milioni 873, ambayo hii imetekelezwa katika idara ya elimu msingi na sekondari. Wajumbe kikao hicho wameipokea taarifa hiyo kwa maoni mseto, wakisisitiza umuhimu wa utekelezaji wa haraka mipango iliyowekwa, hususan katika kuwezesha vijana na kuboresha huduma za kijamii. Ulishaji wa taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Mheshimiwa DC Suleiman Mwenda, binafsi nimepokea kwa moyo safi kabisa na uliokunjuka, kwa sababu imewasilishwa kwa uwazi, imeainishwa na utekelezaji wake umekaa, kwa sababu hata sisi mashahidi kabisa kwenye kata, hususan kata yangu ya Kengege ilikotokea. Taarifa ya Mheshimiwa DC nimeipokea. Kwanza ilikuwa vizuri, lakini pia kagusa kwenye swala la leseni. Swala la leseni nafikiri kagusa uhai wa vijana, na hili nafikiri yeye akishafanya hivyo 75% ya vijana wa wilaya hii ya Iramba na mkoa kwa ujumla. Hatua ya Iramba kuweka msitizo kwa vijana katika sekta ya madini inaonekana kama mkakati mpana wa serikali wa kuchochea ukuaji wa uchumi wa ndani, huku ikihusisha rasilimali zinazowanufaisha wananchi moja kwa moja. Kutoka mkoani Singida, mimi ni James Stanley, Upendo TV. Asante sana James Stanley kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Singida. Turejea tena jijini Dar es Salaam. Imeelezwa kuwa wagonjwa 8 kati ya 10 wanaolazwa katika hospitali ya rufaa ya KCMC husumbuliwa na magonjwa yasiyoambukiza ikiwamo magonjwa ya moyo, hali inayopelekea hospitali hiyo kudhamiria kujenga kituo cha kisasa cha moyo na mishipa ya damu ili kuimarisha uchunguzi, matibabu na ufuatiliaji wa magonjwa hayo. Akizungumza wakati wa hafla ya kusaini makubaliano ya miezi 3 ya ushirikiano kati ya hospitali hiyo na kampuni ya simu ya Halotel yanayolenga kuhamasisha ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo hicho, mtendaji mkuu wa KCMC Gilead Masenga amesema kituo hicho kinatarajiwa kuwa na vitanda 112, vyumba vya upasuaji pamoja na vyumba vya maabara. Ujenzi huu tunajenga jengo ambalo litakuwa na vitanda 112, litakuwa na vyumba viwili vya upasuaji, yani open heart surgery, litakuwa na vyumba viwili vya cath lab. Ili ni cath lab, ni maabara maalum ambayo ina mitambo ya kisasa na teknolojia ya juu kabisa ya kuweza kuchunguza moyo kwa kupitia mishipa ya damu, lakini vile vile kufanya upasuaji kupitia mishipa ya damu ambayo wenzetu wa JKCA wanafanya hizo operation sasa hivi. Lakini tutakuwa na vyumba vya wagonjwa mahututi pamoja na wagonjwa wa nje kwa watoto, wagonjwa wa nje kwa watu wazima, pamoja na vyumba vya uchunguzi nikimaanisha x-ray room, CT scan, MRI pamoja na maabara. Kwa hiyo unavyoangalia ni mradi mkubwa na tunategemea kutoa tiba kamili. Nikimaanisha tiba kamili ni tiba kama tiba tunavyofahamu ya kutibu watu, lakini vile vile tutaangalia mambo ya prevention, kwa sababu lazima tujue ni kwa nini magonjwa haya ya moyo
yanaongezeka namna hiyo, lakini tutakwenda nje tiba mkoba kuhakikisha kwamba tunawagundua wagonjwa katika wakiwa katika awali ili kuweza kuwatibu vizuri. Naibu mkurugenzi wa Halopesa Magesa Wandwi amesema atasaidia kuwafikia wananchi wengi na kuwawezesha kuchangia kikamilifu katika ujenzi wa kituo hicho kinachogharimu jumla ya shilingi bilioni 50. Nchi nyingi ambazo zinatuzunguka pia zimekuwa zikipata huduma pale katika hospitali hii. Kwa hiyo sisi kama Halopesa kimsingi tuko pamoja na nyie, na ndio maana tumeona kwamba tushirikiane pamoja, na tunafahamu kwamba tunawafikia Watanzania wengi kupitia huduma zetu za Halotel pamoja na Halopesa. Kwa hivyo leo hii tutamke tu rasmi kwamba sasa wateja wote wa Halopesa pamoja na Watanzania wengine wote tunakaribishwa na tunatiwa moyo kuchangia ujenzi wa jengo hili maalum hasa kwa ajili ya magonjwa ya mioyo. Tumeambiwa hapa pamoja na mishipa ya damu. Hili ni jambo ambalo linatugusa sisi wote. Kwa hiyo tujisikie huru kuchangia, na kwamba ni kwa ajili ya sisi wenyewe pamoja na ndugu zetu wote walioko katika nchi na nje ya mipaka ya Tanzania. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Tanlic Healthcare, Dr. Siraji Mtulia, amesema mradi huo utasaidia kupunguza vifo vinavyotokana na magonjwa ya moyo sambamba na kuwaongezea ujuzi wa kibingwa na ubebevu wa matibabu ya moyo kwa wataalamu wa ndani. Cha rufaa za wagonjwa kutoka nje, rufaa za wagonjwa ambazo tulikuwa tukipeleka wagonjwa nje ya nchi yetu. Kwa sasa Watanzania wengi hulazimika kusafiri nje kutafuta matibabu ya moyo, jambo linalogharimu fedha nyingi za kigeni na kuwa mzigo mkubwa kwa familia na taifa kwa ujumla. Kituo hiki kitawezesha huduma hizi kupatikana hapa nyumbani. Pili, kituo hiki kinakwenda kupunguza vifo vinavyotokana na wagonjwa wa moyo kwa kuongeza upatikanaji wa huduma za haraka, sahihi na za kibingwa. Tunajua wazi kuwa katika masuala ya moyo muda ni uhai. Tatu, mradi huu utajenga uwezo wa ndani wa wataalamu wetu wa afya kwa kuwapa fursa za mafunzo ya kibingwa na ubingwa bobezi hapa nchini. Huko jijini Arusha, wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA umefanya ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 21.4 zinazoingia katika uwanja utakaotumika kwa mashindano ya AFCON jijini Arusha. Mtendaji mkuu wa TARURA Victor Seif akizungumza katika ziara hiyo ametoa wito kwa mkandarasi kuzingatia ubora na kumaliza kazi kwa wakati ifikapo Mei 2027 barabara hizo ziwe zimekamilika, huku akisisitiza mradi huo unatekelezwa kwa utaratibu wa sanifu na jenga design and build unaotumika pale ambapo muda ni mchache, huku hatua zingine zote za ununuzi tayari zikikamilika. Na leo nilivyopita kwa barabara zote ambazo zina jumla kilomita 21.4 kazi imeshaanza kwa sehemu ya barabara ya Esuri. Kama nilivyosema jumla ni kilomita 21.4 na barabara ya Mateves yenyewe kilomita 5.5 itajengwa njia mbili na ile kilomita 1 itajengwa njia 4 na barabara zote za Lendita na Esuri zitajengwa njia 4. Kwa hiyo vijana, hii ni sehemu kwa kweli ya kuchangamkia fursa. Kwa upande wake mhandisi mshauri kutoka kampuni ya MS Africa Construction Engineering Group Indefon Carol amesema mradi huo ulianza rasmi April 1, 2026 na kwa sasa hatua za awali zinaendelea vizuri kwa kuhamisha timu ya wataalamu kufanya upimaji wa maeneo yote matatu barabara, uchunguzi wa udongo, tathmini ya vifaa vya ujenzi pamoja na kusafisha sehemu ya barabara ya Esuri yenye urefu wa kilomita 1.8. Kwenye design tuna daraja mbili ambayo daraja ya Esuri na daraja ya Lendita.
geotechnical investigation zimeshafanyika, sasa hivi tunasubiri majibu. Kwa hiyo kimsingi na sisi tumejipanga, tunajua kabisa umuhimu wa huu mradi na muda ni mfupi, na tumejipanga baada ya kupata approval za design hizi za mwanzo, basi tutaanza kufanya kazi usiku na mchana. Kwa hiyo tumejipanga vizuri na tuna imani mambo yataenda vizuri. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Morogoro, ambapo juhudi za kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya vijana mkoani humo zimepata nguvu mpya kutokana na kutangazwa rasmi kwa mashindano makubwa ya Moro Talent Search 2026 yatakayofanyika mwishoni mwa mwezi wa 6 mwaka huu. Naitwa Christina Isdor Germanus, ni mwanachuo katika Chuo Kikuu cha Kilimo SUA. Kiukweli Morogoro tuna vipaji vingi sana. Hivyo tunaiomba serikali iweze kuwainua vijana kupitia Moro Talent Search ili vijana waweze kujiinua kiuchumi, lakini pia waweze kupunguza malalamishi mengi mitandaoni. Serikali ikifanya hivyo inaweza kuwasaidia vijana kujiingizia kipato kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram and Twitter. Kama wengi tunavyojua, Morogoro ni mmoja kati ya mikoa ambayo imebarikiwa kuwa na vipaji vingi sana. Lakini changamoto kubwa ambayo inavikumba vipaji vingi vinavyoizunguka hii Morogoro ni support imekuwa ipo kwa uchache sana kutoka serikalini. Kwa ombi langu kwa serikali nilichokuwa najaribu kukiomba, kama kuna uwezekano muweze kusapoti shindano hili lililoanzishwa linaloitwa Moro Talent Search, ili kusudi tuweze kuvishika hivi vipaji ambavyo vinapatikana hapa Morogoro viweze kufikia katika level ambavyo vinatakiwa kuweza kufika. Ombi langu, naomba waziri wa vijana kupitia hii Morogoro Talent Search aweze kupata, yani vijana wengi wa Morogoro waweze kupata fursa ya kuweza kuonyesha vipaji vyao mbalimbali, kwa maana kama serikali wanatupa mikopo kwa vijana, ila fursa ya kuonyesha vipaji ndio imekuwa ngumu. Kwa kupitia hii Morogoro Talent Search tutanufaika kama vijana wa Morogoro kuonyesha talenti zetu na jinsi ambavyo tunaweza tukawekeza fedha na nguvu kuonyesha vipaji vyetu na tukaviwekeza huko. Ningependa kuomba serikali na kupitia waziri wa vijana waweze kutunga mkono katika tukio hili la Moro Talent Search ili iweze kufanikiwa kwa ubora zaidi. Ya Moro Talent Search yamelenga kuwafikia vijana wote wa mkoa wa Morogoro, hususan walioko pia vioni. Tayari vyuo vyote vimekubali ushiriki wa Moro Talent Search, na kwa sasa tushaanza usajili wa wanafunzi wanaoshiriki pamoja na watu ambao wako mtaani. Kwa wale ambao wako mtaani unatakiwa kufika na barua ya mwenyekiti wa mtaa wako unaoishi kutambulisha ili uweze kushiriki katika mashindano haya. Hatumwachi kijana, kwa sababu tunaunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na waziri wa vijana Joli Nanauka. Lakini pia baada ya mashindano haya vijana watakaoibuka ushindi katika kila sekta ambayo tumeiandaa tutaunganisha na serikali moja kwa moja, kama tulivyoona serikali iko macho sana kuwatazama vijana, kuwapa mikopo. Kwa hiyo sisi hawa vijana washindi tutaunganisha na serikali moja kwa moja ili waweze kupata mikopo itakayowasaidia kuendeleza vipaji vyao na kujiinua baadaye. Mashindano haya yatafanyika mwishoni mwa mwezi wa 6 mwaka huu, mwaka 2026. Kwa hiyo unaweza kutupigia simu au kaingia Instagram yetu ukajua namna ya kushiriki pamoja na kujaza fomu kwa ajili ya kushiriki katika mashindano haya. Mashindano haya kushiriki ni bure. Vijana wote wa mkoa wa Morogoro, njoo na kipaji chako tuachie sisi tutakibua. Hatupokei hela ya mtu kwa ajili ya kushiriki. Kushiriki ni bure. Asanteni sana. Kutoka mkoani Morogoro, mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Mbeya. Wachimbaji wadogo madini wilayani Chunya mkoani humo wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto zinazoikumba sekta hiyo, ikiwemo upatikanaji mdogo wa umeme na kukosa mitaji kutokana na kutokopesheka katika taasisi za kifedha. Taarifa ya Emmanuel Lulandala inafafanua zaidi. Wakizungumza wakati wa mkutano wa wadau wa sekta ya madini wilayani Chunya, wachimbaji hao wamesema kutokuwa na dhamana kunawafanya washindwe kuaminika na taasisi nyingi za kifedha, hali inayowanyima fursa ya kupata mikopo ya kuendesha na kupanua shughuli zao. Teknolojia imepanda, wangeweza kufikiria namna vile wanaweza kuwasaidia wachimbaji wadogo, na hasa tukifikiria hata leseni zao zinaweza zikatumika pia kama
dhamana. Lakini mara nyingi umeme umekuwa kama ni mdogo, umeme ni mdogo, kwa hiyo tulikuwa tunahitaji sana umeme angalau kidogo uongezeke umeme nguvu zaidi. Kwa upande wao, mbunge wa jimbo la Lupa Masache Njelo Kasaka pamoja na mkuu wa wilaya ya Chunya Alhaji Mbaraka Batenga wamesema wamezipokea changamoto hizo na tayari wanapanga kukutana na taasisi za kifedha ili kutafuta suluhisho la kudumu. Tutakaa kikao tuone namna bora na nzuri za kwenda kuwakopesha wachimbaji wetu ili waweze kwenda kupata mitaji ya kutosha na kwenda kupiga hatua mbele zaidi. Nikupongeze sana. Niwahakikishie kufika mwezi wa 6 tunakuja kuongeza uwezo wa umeme kutoka megawati 11 tulizonazo mpaka megawati 15 ili kuweza kusaidia huko kwenye saiti tuliko. Viongozi hao wameeleza kuwa lengo ni kuona wachimbaji wadogo wanapata mitaji kwa urahisi, hatua itakayosaidia kuongeza uzalishaji, ajira pamoja na mchango wa sekta ya madini katika kukuza uchumi wa taifa. Nikiripoti kutoka wilayani Chunya mkoani Mbeya, Emmanuel Lulandala. Asante sana Emmanuel Lulandala kutoka jijini Mbeya. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Kigoma. Kaya 28 kati ya 166 zilizoathirika na mafuriko katika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma zimepatiwa msaada wa awali wa vitu mbalimbali, huku serikali ikiendelea kuchukua hatua za kudumu katika kukabiliana na majanga yanayotokana na mvua nyingi zinazonyesha. Kutoka mkoani Kigoma, Kadislaus Ezekiel na taarifa kamili. Hapa ni katika mpaka wa kata ya Kipampa na Kitongoni katika manispaa ya Kigoma Ujiji, ikiwa ni moja kati ya maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko ambayo yamesababisha baadhi ya watu kukosa makazi. Wananchi wamepatiwa misaada mbalimbali ya vyakula iliyogharimu kiasi cha shilingi milioni 10, ambapo wananchi wamezungumza mara baada ya kupokea msaada huo, wakisisitiza kaya zilizopo maeneo hatarishi kuondoka na kuacha kujenga maeneo hayo, kwa sababu tayari tukio imeonekana kwamba kuna watu ambao walikuwa katika maeneo labda nzuri hawakupata athari, lakini kwa sisi ambao tulikuwa katika maeneo ambayo hatarishi kama jinsi mnavyosema ni hivyo. Lakini pamoja na hivyo, wazee wetu wa huu mji wamekaa miaka nyingi, ambao wamekaa, kulikuwa hii hali ilikuwepo, lakini hali ya mji ilikuwa nzuri. Tatizo hili limetokea, huenda ni katika hali ya uboreshaji wa mifereji ambayo mnaofanya ambayo imekuja kutuasiri, kwa sababu kuna majumba mengine yapo katika maeneo mazuri lakini imepata athari kutokana na hali ya mafuriko. Tujenge sehemu ambayo isiyokuwa yenye hatarishi. Basi tumepokea vizuri na sisi ile tulifanyia kazi kuhusu masuala ya kujengea sehemu ambayo yenye maji. Kutokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha, inaelezwa kuwa zaidi ya kaya 166 zimeathiriwa mpaka sasa. Kuna nyumba 166 ndizo ambazo zilipata athari katika mvua hizo, ambapo nyumba 28 zilipata athari kwa kiasi kikubwa, nyumba 117 zilipata athari kwa kiasi kidogo, ambayo ni kudondoka kwa baadhi ya kuta zake, na nyumba nyingine baadhi ya vioo kutitia. Maeneo hatarishi waweze kuhama, lakini pia kwa zile nyumba ambazo zilipata athari ndogo ndogo kufanywa ukarabati ili kuweza kuepukana na athari kubwa zaidi. Ikiwa ni sehemu ya kuwapatia faraja, kamati ya maafa ya mkoa wa Kigoma ikiongozwa na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro imefika kwa wahanga wa mafuriko na kuwapatia msaada wa kiutu zaidi, wakieleza mikakati walionayo katika kukabiliana na maafa haya. Na bahati mbaya tulionayo mkoa wa Kigoma, ardhi yetu ina miteremko mingi sana, mabonde mengi sana. Kwa hiyo hata nilipokuwa nazunguka kuangalia mifereji yetu, mifereji ni mingi sana. Eneo letu liko hivi, kwa mifereji ni mingi sana. Sasa nasema wajibu wa serikali yetu ni kuona namna gani tunaweza kucontain hili, namna gani hii mifereji inaweza ikajengwa vizuri, kwa maana kwamba isilete madhara kwa binadamu. Niseme kwa upande wetu ni lazima tujipange kuona haya maeneo ambayo yana matatizo, na tunatakiwa kuwajibika kutengeneza mifereji ipanuke zaidi,
basi niwahakikishie kwamba tutajitahidi kujipanga vizuri, kwa sababu tuna watu wa TARURA wataalamu wetu, tuna watu wa TANROADS wataalamu wetu, tukae chini tuone kwa nini hili limetokea. Lakini la pili kubwa zaidi ni kwetu sisi wananchi. Unakubalije kujenga mahala ambako unajua hapa ni mahala ambapo pataleta madhara kwangu peke yangu, lakini hata kama sipo duniani pataleta madhara kwa vizazi vyangu. Tusinganganie maeneo ambayo yanaweza kuleta hatari kwa maisha yetu. Kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma. Na sasa tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa.